Tulagamve nyamuli kumbiku boto bonango kwiluka gamotoma yoka niwela kudamenze kungwa menzi ogukoni wela masarata unagwani gwe nyamuli anywa menzi lakini takwisaba yego muizanaki. Bwana karibu sana kwa chekecheo. Leo kwa chekecheo bana tunachekecha kitu cha muhimu sana. Pumba inabidi ziende pembeni na mchele pia inabidi uende pembeni. Kwa pamoja tunaamini kabisa tupo kwenye kampeni kuelekea uchaguzi mkuu unaofanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10. Hii nafasi inakujaga baada ya miaka 5 inajitokeza. Na hii nafasi huwa inakuja na faida nyingi sana kwa wasanii au kwa sanaa ya Tanzania. Lakini leo ningependa kuangalia faida ambazo tunashindwa kuzitetea na mwisho wa siku tutakuja tuanze kulaumiana pia kwenye muziki wa asili. Unajua wasanii wengi sana sasa hivi wanajikita kwenye swala zima la kampeni, kupiga show za kampeni, kuambatana na waheshimiwa kwenye swala zima la kwenda kunadi sera za chama, kunadi sera za wagombea na mambo kama hayo. Nimeona wasanii wa muziki wa asili, nimeona kina Gudegude, nimeona kina Bahati Bugarama, nimeona kina Amosi Maringita na wengineo kibao sana ambao wanapiga show za wagombea. Ukweli ni jambo zuri kwa sababu muda mwingine unajua kila mtu ana chama chake na Tanzania ni nchi huru. Kila mtu unaruhusiwa kuwa na chama chako. Kwa hiyo kama uko CCM, upo Chadema, upo Kafu, upo Wazalendo, unaruhusiwa pia kwenda kufanya show hizo kwa sababu kila mtu ana chama chake na kila mtu anakuwa yupo huru. Kuna kitu ambacho mimi binafsi wasanii wa muziki wa asili mnashindwa kukielewa, kwamba mnashindwa kuitumia hii nafasi ambayo mnaipata sasa hivi. Hii nafasi ikija kutoweka inakuja tena baada ya miaka 5. Hatujajua kama hiyo miaka 5 inakuja mbeleni 2030 kama wewe sasa hivi utakuwepo, Amosi Maringita utakuwepo, Gudegude utakuwepo, Bahati Bugarama utakuwepo, Nyakabaya utakuwepo, Magodi utakuwepo, sijui unaelewa. Hata kama utakuwepo inaweza kuwa ukawa tena hauna nguvu kwenye huu muziki wa asili. Sasa nini ambacho nataka mimi leo niwaambieni wachana wasanii wa muziki wa asili? Ni kwa sababu hamtumii nafasi. Wasanii wa muziki wa asili hamtumii nafasi. Mnapanda kwenye matamasha hayo ya kampeni, mko na viongozi wakubwa, viongozi wengine wana nguvu serikalini, viongozi hao wengine wana nguvu bungeni. Waelezeni changamoto za muziki wa asili, waelezeni mnataka kuwa wakina nani, waelezeni muziki wa asili una changamoto gani, waelezeni muziki wa asili una faida gani, waelezeni ukweli kwamba kwenye muziki wa asili kuna hela, waelezeni huu muziki wa asili wakiutengenezea mazingira mazuri kuna namna ambavyo serikali inaweza ikafaidika mapato kupitia muziki wa asili, kwa namna ambavyo wasanii wa muziki wa asili wanaweza wakajikwamua zaidi kupitia huu muziki wa asili kama serikali ikiamua kutengenezea mazingira mazuri. Sasa serikali haiwezi kutengenezea mazingira mazuri muziki wa asili kama wenye muziki wa asili bado wenyewe hawajataka kutengenezewa mazingira mazuri. Imagine wewe unafanya show kwenye jukwaa ambalo yupo rais wa Tanzania, yupo King Msukuma. Mnashindwa kumueleza changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye muziki wa asili. Mnashindwa kumueleza changamoto ambazo mnakutana nazo mnapoenda kupiga show vijijini, mnavyotozwa hela vijijini, mnavyotozwa 30,000, 50,000 za kiwanja, mara sijui shingapi ya PA, mara sijui shingapi ya nini. Zote hizo ni changamoto, mnashindwa kuambia. Waambieni changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye muziki wa asili. Kama amekuita wewe kwenda kuburudisha kwenye jukwaa lake, kwenye kampeni zake, unashindwaje kuchukua dakika moja kumueleza mheshimiwa bana, huu muziki wa asili ni muziki mzuri sana. Huu muziki wa asili unakusanya zaidi ya watu 1,000,000 kwenye show, unakusanya zaidi ya watu 200,000, unakusanya zaidi ya watu 500,000. Huu muziki wa asili pamoja unakusanya watu wengi mheshimiwa. Una changamoto 1, 2, 3. Kwa nini mnashindwa kuwaeleza? Msipowaeleza leo hii, hamuwezi kuwaeleza tena baada ya miaka 5 ijayo ndio mtapata nafasi tena ya kupanda kwenye hayo majukwaa ya kampeni muweze kuwaeleza. Lakini huu ndio muda sahihi wa kuwaeleza viongozi kwamba huu muziki wa asili unatakiwa utengenezewe mazingira mazuri. Ukitengenezewa mazingira mazuri huu muziki wa asili leo hii, wewe msanii wa muziki wa asili hutohangaika kwenye show zako. Yaani hutolipia hela, umelipia hapa, umelipia kibali, umelipia PA, umelipia uwanja. Yaani umelipia umelipia tamaduni, umelipia kibali, bado unalipia tena na uwanja. Hizo zote ni gharama ambazo zinakuingiza hasara wewe msanii wa muziki wa asili. Lazima tuambizane ukweli, kwa sababu kama tunahitaji tuweze kufikisha mbali huu muziki wa asili, lazima tuweze kuambizana ukweli. Sasa ni muda wa kunyanyuka sisi tuliobaki kwa huu muziki kufanyia kazi, kuonesha njia wengine waje wafanye. Inabidi tuweze kunyanyuka, tuamke. Tukiamka huu muziki tutaufikisha sehemu nzuri. Wenzetu walipambana, ndio maana sisi sasa hivi
tupo kwenye njia nzuri. Sasa hii njia tunataka tuipoteze sisi wasanii. Kwa nini mnataka kupoteza njia ambayo iliandaliwa na waasisi wetu kwenye muziki wa asili? Kwa nini msitengeneze mazingira mazuri ya huu muziki wa asili ili kizazi kinachotufuata nyuma kije kifaidike na huu muziki wa asili? Leo hii unapata nafasi, mfano Elizabeth Maliganya ni msanii ambaye anapata nafasi ya kutumbuiza kwenye haya matamasha ya kampeni, tena na viongozi wakubwa wa serikali. Wewe Elizabeth Maliganya unashindwa vipi kupaza sauti? Unashindwa vipi kuupazia muziki huu sauti? Unashindwa vipi kueleza changamoto ambazo mnakutana nazo? Unashindwa vipi kuwaambia waheshimiwa huu muziki wa asili ni moja ya muziki pendwa kanda ya Ziwa? Mnashindwa vipi kuwaambia huu ni muziki wa asili moja ya muziki pendwa Tanzania? Mnashindwa vipi kuwaeleza? Waelezeni waweze kujua changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye muziki wa asili. Isiishie tu kuvaa tisheti za chama na kupiga show na baada ya hapo mnaondoka. Leo hii mnapanda mastage, majukwaa makubwa hayo ya kampeni. Yani sifa sio kupanda pale. Baada ya kupanda pale kuna maisha ambayo yanapaswa yaweze kuendelea. Huu muziki wa asili kuna maisha ambayo yanapaswa yaweze kuendelea baada ya kutoka pale kwenye stage ya kampeni. Sasa kwa nini baada tumalize kampeni alafu tuanze kwa kulaumiana huku nyuma wakati tumeshapata nafasi ya kuelezea changamoto zetu? Tuwaelezee changamoto zetu hawa viongozi, tuwaelezee changamoto ambazo tunaenda kuwapigia kampeni. Wakipata nafasi ya kurudi bungeni, wakipata nafasi ya kurudi serikalini, wakafanyie kazi changamoto zenu za muziki wa asili. So unaenda tu pale unapiga show yako, kuko na banyali wako hao wana dance pale, baada ya pale wanaondoka. Waelezeni kwamba mnaajiri vijana zaidi ya 50. Msanii mmoja wa asili anaajiri vijana zaidi ya 50. Hao vijana wanapata pesa, wanalisha familia zao kwa ajili ya muziki wa asili, kwa ajili yako wewe msanii wa muziki wa asili. Sasa kama usipoeleza serikali, usipoeleza hawa viongozi ambao sasa mnawapigia kampeni, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu wataenda kuwa viongozi serikalini. Kwa nini msipoeleza sasa hivi? Mtawaeleza lini? Huu ndio muda sahihi wa kuwaeleza ukweli kuhusiana na muziki wa asili. Mna nafasi kubwa sana sasa hivi kuwaeleza ukweli viongozi ambao mnaenda kupiga show zao kwenye kampeni kuhusiana na muziki wetu wa asili. Waambieni ukweli. Waambieni ukweli, huu muziki unalisha watu wengi sana. Waambieni ukweli, huu muziki ni moja ya muziki pendwa sana Tanzania. Waambieni ukweli, huu muziki ni moja ya muziki ambao una uwezo wa kukusanya milioni 1 kwenye show moja. Waambieni ukweli, wasanii wenye nguvu mnafanya hizo show kina Gudegude, mnapiga mnaandika paka nyimbo za wagombea. Ni jambo zuri sana Gudegude. Lakini wewe kama msanii mkubwa unashindwa kuutetea muziki wa asili. Ipo siku huu muziki wa asili utakudai, utakuuliza wewe ulipata nafasi ya kuzungumza na waheshimiwa. Je, uliuzungumzia nini huu muziki wa asili Gudegude? Umepata nafasi ya kutunga nyimbo za wagombea au je, hao wagombea unawaeleza nini kuhusu changamoto ambazo mnakutana nazo kwenye muziki wa asili? Unawaeleza nini kuhusiana na changamoto za mambo ya kwenda kuandaa show, unakutana mrundiko sijui wa ushuru? Mnawaambia nini kuhusu hivyo vitu? Au mnaishia tu kupiga show na baada ya hapo unapewa fungu lako na kuondoka? Kuna maisha baada ya show hizo za matamasha ya kampeni. Mkimaliza mtarudi kwenye uhalisia wenu wa show huku. Mkimaliza hizo kampeni zenu mtarudi kwenda kwenye matanda huko ndani ambako mtaenda kusumbuliwa tena masuala mazima ya ushuru, masuala mazima ya viwanja, masuala mazima ya vibali. Sasa kwa nini msiwaeleze muda huu hao viongozi watakapopata nafasi wakayashughulikia hayo masuala yenu? Kwa nini hao wasanii wa Bongo Flava wao wanapewa kipaumbele kuliko nyinyi? Hamjiulizi mnashindwa vipi kuwaeleza sasa hivi viongozi hao? Kama wasanii wa Bongo Flava wanapewa kipaumbele, kwa nini wasanii wa asili msipewe kipaumbele na nyinyi pia? Kama sasa hivi mnaenda kwenye kampeni zao, mnapiga show, mnawajazia watu na watu wanawashangilia, na viongozi wanaona mnavyopendwa nyewe wasanii. Kwa nini msieleze changamoto zenu? Kwa nini msipewe kipaumbele? Kwa nini mtumike tu? Baada ya kutumika mnaenda wapi? Mnarudi kwenye matanda. Kwenye matanda kule kuna changamoto nyingi. Lazima tuambizene ukweli. Waambieni ukweli viongozi. Ukipata nafasi ya kupiga show ambapo Mheshimiwa Rais siku hiyo anakuwepo, mwambie ukweli. Chukua dakika moja ya kueleza changamoto ambazo mnakutana nazo wasanii wa muziki wa asili. Chukua dakika moja kumueleza kwamba matamani kitu gani kwenye muziki wa asili. Chukua dakika moja kumueleza kwamba nini maono yako kwenye huu muziki wa asili. Kama ambavyo tunaona muziki wa Bongo Flava unaenda mbali
zaidi, unawekewa kipaumbele, basi hata pia maono yenu wasanii wa muziki wa asili uwe vile vile. Waelezeni ukweli. Si ndio viongozi hao tunaenda kuwachagua? Si ndio watarudi bungeni? Si ndio wataenda kuunda wizara mbalimbali za serikali yetu Tanzania? Kwa nini msiwaeleze sasa hivi? Waelezeni changamoto ambazo mnakutana nazo, waambieni ili wajue namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia wasanii wa muziki wa asili. Msiishie kwenda kupiga show tu. Kupiga show tu, kuna maisha baada ya kupiga show hizo za kampeni. Utarudi kwenye matanda, na ukirudi utakutana na afisa utamaduni atakuzingua. Haikuzingua afisa utamaduni, hutokuwa na pa kukimbilia. Haikunyima kibali, hutofanya show. Zote hizo ni changamoto. Kwa nini mnashindwa kuwaeleza? Waelezeni ukweli ili waweze kujua namna gani ambavyo wanaweza kuwasaidia huu muziki wa asili. Waelezeni ukweli. Kina Mwanakamwa, mkipata bahati ya kupiga show kwenye hizi kampeni, Mwanakamwa, wewe ni mtu ambaye unauelewa vizuri muziki wa asili. Waeleze viongozi huu muziki wa asili, waeleze wagombea nini ambacho mnakitamani kwenye muziki wa asili. Tolaga mvenya mweli kumbiko bengosha. Mimi ndo Didas wa Muujiza kaka mkubwa. Asante kwa kunisikiliza.